Leo tunazungumzia kuhusu mtu ambaye utajiri wake haukuwahi kupimwa, mtu ambaye alikuwa na dhahabu nyingi kiasi cha kuweza kuathiri uchumi wa nchi nzima kwa miaka 12. Tunazungumza kuhusu Mansa Musa, mtawala wa 9 wa ufalme wa Mali, mtu anayejulikana kama mtu tajiri zaidi kuwahi kutembea katika uso wa dunia. Lakini Mansa Musa hakuwa tajiri tu, alikuwa mjenzi wa milki, mleta maendeleo na mtu aliyefanya jina la Afrika liheshimike duniani kote. Jambo la kustaajabisha zaidi ni kwamba wakati ambapo Ulaya ilikuwa bado inajikita kwenye zama za kati za giza, Afrika Magharibi ilikuwa na chuo kikuu chenye wanafunzi 25,000 na maktaba yenye vitabu milioni 1, na mtu aliyeleta mwangaza huo ni nani? Ni yeye, Mansa Musa. Leo tunakwenda safari ya kihistoria kumfuata mtu huyu wa ajabu. Tutajua alivyopata utajiri wake, tutapatana naye katika safari yake ya kihistoria ya kwenda Maka, na tutajua alivyofanya Timbuktu kuwa kituo cha elimu cha dunia. Kaa vizuri, kwani tunasafiri miaka 700 nyuma hadi katika ufalme wa Mali wa karne ya 14. Kabla hatujamfahamu Mansa Musa, tunahitaji kuelewa ufalme wa Mali ulivyokuwa. Ufalme huu ulianzishwa na Sundiata Keita mnamo mwaka 1235 baada ya kushinda vita vya Kirina. Sundiata alikuwa shujaa mkubwa na ndiye aliyeweka misingi imara ya ufalme huu mkubwa kuwahi kutokea duniani. Lakini nini kilichofanya ufalme huu kuwa tajiri sana? Jibu ni dhahabu na chumvi. Ndiyo, chumvi wakati huo ilikuwa na thamani kubwa kama dhahabu, kwa sababu watu walihitaji kuhifadhi chakula chao na pia kwa ajili ya afya zao. Maeneo ya kusini mwa ufalme yalikuwa na migodi ya dhahabu. Wakati kaskazini kulikuwa na machimbo ya chumvi. Biashara kati ya hizi maeneo mawili ilipita njia ya jangwa la Sahara, na ufalme wa Mali ndio uliodhibiti njia hizo zote. Mansa Musa alipochukua madaraka mwaka 1312, alirithi ufalme ambao tayari ulikuwa tajiri, lakini yeye hakutulia. Alipanua zaidi, alivamia na kuteka miji muhimu kama vile Timbuktu na Gao na kuongeza udhibiti wake juu ya biashara. Wakati wa utawala wake, inakadiriwa kuwa ufalme wa Mali ulikuwa ukitoa nusu ya dhahabu yote inayopatikana duniani. Hebu fikiria hilo, kila sarafu 2 za dhahabu duniani kwa wakati huo, basi moja ilitoka katika ufalme wa Mali. Lakini Mansa Musa mwenyewe alikuwa mtu wa namna gani? Alikuwa kijana mchanga alipochukua madaraka. Inakadiriwa alikuwa katika miaka yake ya 20. Alikuwa Muislamu mwaminifu, lakini pia aliheshimu tamaduni za jadi za watu wake. Alikuwa na jeshi kubwa lenye wanajeshi takribani 100,000, akiwemo wapanda farasi 10,000, jeshi ambalo lililinda njia za biashara na kulinda ufalme wake mkubwa. Ufalme wake ulikuwa mkubwa kiasi mwenyewe aliwahi kunukuliwa akisema kwamba ingemchukua mwaka mzima kusafiri kutoka mwanzo mmoja hadi mwisho wa ufalme wake, kuanzia pwani ya Atlantiki magharibi hadi maeneo ya mbali ya mashariki. Ilikuwa ni miongoni mwa nchi kubwa zaidi katika zama hizo. Mansa Musa alikuwa ni Muislamu, na mwaka 1324 alipanga safari yake ya kwanza kwenda kuhiji katika historia ya ufalme wake. Waislamu wengi walikwenda hija, lakini hakuna aliyefanya safari kama ya Mansa Musa. Hii haikuwa safari tu, bali ilikuwa ni msafara wa kifalme wenye kustaajabisha, na ulikuwa mkubwa kuliko yote kuwahi kukatisha katika jangwa la Sahara. Hebu fikiria, unasimama katikati ya jangwa na mbali unaona kitu kikija. Kwanza ni vumbi, halafu unaanza kuona watu wengi sana, zaidi ya 60,000. Mbele ni wanajeshi wakiwa na silaha zao, nyuma yao ni watumishi, wanawake wa kifalme, watumwa na wasomi. Lakini usitazame watu peke yake, angalia walichobeba. Kuna ngamia 100 waliobeba mizigo ya dhahabu. Kila ngamia alibeba kati ya kilo 23 hadi kilo 136 za dhahabu. Jumla ya dhahabu iliyobebwa inakadiriwa kuwa ni zaidi ya tani 18. Na si hivyo tu,
kila mmoja kati ya watumishi 12,000 walibeba fimbo za dhahabu na kila mmoja alivaa nguo za hariri na blackwood. Tuangalie tukio moja la kusisimua. Msafara ulifika mjini Cairo, mji mkubwa na wenye watu wenye utamaduni wa Kiislamu. Wakati huo Mansa Musa aliingia mjini kwa kifahari sana na alianza kutoa zawadi. Anatoa dhahabu kwa maskini, anatoa dhahabu kwa viongozi wa miji, anatoa dhahabu kwa kila mtu anayekutana naye. Ananunua bidhaa kwa bei ya juu na kulipa kwa dhahabu safi. Na hapo ndipo palipotokea jambo la kushangaza. Thamani ya dhahabu ilianza kushuka ghafla kwa sababu Mansa Musa alileta dhahabu nyingi sana sokoni. Thamani yake ikapungua na inakadiriwa kuwa athari hii ilidumu mjini Cairo kwa miaka 12. Hebu fikiria, mtu mmoja akiwa na uwezo wa kuathiri uchumi wa nchi nzima kwa ukarimu wake. Pia safari yote inasemekana alikuwa akijenga msikiti kila siku ya Ijumaa alipopita katikati ya mji wowote. Hii ilionyesha si utajiri wake bali pia bidii yake katika dini. Baada ya kukamilisha hija yake mjini Maka, Mansa Musa alirejea nyumbani, lakini hakurudi peke yake. Alirudi na wasomi na wanafunzi wengi kutoka ulimwengu wa Kiislamu. Alileta wanazuoni, alileta mashehe, alileta wasanii na muhimu zaidi alileta wasanifu majengo kutoka Granada, Uhispania. Wasanifu wa majengo walilipwa takribani kilo 200 za dhahabu kwa kazi walizofanya za usanifu. Kwa thamani ya leo, dhahabu hiyo ingekuwa sawa na dola za Kimarekani milioni 8.2. Hii inaonyesha ni jinsi gani alivyothamini sanaa na ujuzi. Kupitia wasanifu hao miradi mikubwa ilifanyika, lakini mradi mkubwa zaidi ni chuo kikuu cha Sankore. Ingawa msikiti wa Sankore ulikuwepo kabla yake, Mansa Musa aliubadilisha na kuuendeleza kuwa chuo kikuu cha kiwango cha kimataifa. Chuo hiki kiliweza kuchukua wanafunzi 25,000 na kilikuwa na maktaba kubwa yenye takribani vitabu milioni 1 na ilikuwa ni miongoni mwa maktaba kubwa kwa wakati huo. Habari za ubora wa elimu wa Timbuktu zilienea kote. Wanafunzi kutoka Mali walipelekwa Misri na Moroko kusoma dini na sayansi. Wasomi kutoka Misri na Moroko walikuja Timbuktu kufundisha. Timbuktu ikawa kituo cha elimu kinachounganishwa na Cairo, Baghdad na Damascus. Habari za utajiri wa Mansa Musa zilienea duniani kote na ziliwavuta wafanyabiashara kutoka Venice, Granada na Genoa wakaenda Timbuktu kufanya biashara. Timbuktu ikawa sio tu kituo cha elimu pekee bali pia kituo cha biashara na utamaduni. Mnamo mwaka 1337 Mansa Musa alifariki dunia. Aliacha nyuma ufalme mkubwa na imara, lakini pia aliacha nyuma historia ya kustaajabisha. Mara baada ya kifo chake, watawala waliofuata hawakuwa na uwezo kama wa kwake, na ufalme ulianza kudhoofika na hatimaye kuporomoka kabisa, lakini urithi wake uliendelea kuishi. Mnamo mwaka 2012, jarida maarufu la Celebrity Net Worth lilijaribu kukadiria utajiri wa Mansa Musa kwa kutumia viwango vya pesa vya sasa. Walikadiria kuwa alikuwa na thamani ya dola za Kimarekani bilioni 400, lakini huu ni ukadiriaji tu. Kwa kweli, wanahistoria wengi wanasema haiwezekani kuweka thamani halisi ya utajiri wake kwa nambari, kwa sababu alidhibiti rasilimali ambazo hazikuwa na kikomo. Na leo tunapozungumzia kuhusu Mansa Musa, tunajivunia kuwa bara letu la Afrika lilizaa watu wa namna hii, watu ambao walionyesha kuwa Afrika ilikuwa na ustaarabu mkubwa, watu ambao walifanya jina la Afrika liheshimike duniani.